Bahati mbaya wengi katika wasomaji wa Qur'ani tabia zao ziko tofauti kabisa na Qur'ani tukufu. Falidhalika yajibu an na'lama annahu la yastaqirru nurul Qur'ani kama yanbaghi fi qalbi man tasawwakhat akhlaquhu wamtala'a bil ma'asi. Qur'ani, ndugu zangu, tutambue ya kuwa siku zote haikai katika moyo wa mtu ambaye akhlaqi zake, tabia zake ni chafu na moyo wake ndani yake umejaa maasi ya mbalimbali. Qur'ani haikai sehemu, haikai inavyopaswa, haitulizani ipasavyo pale ambapo inapoingia katika moyo wa mtu ambaye anachanganya baina ya haki na batili. Maasi kwake yeye ni mambo ya kawaida. Ala alwalidain, wasia sasa au wito wangu sasa, ala alwalidaini an yurabbu auladahum ala husnil akhlaqi ma hifdhi alqur'ani liyadkhula alqur'anu fi almawdi'i as-sahih kama yajibu alayhim huququl walidain. Ni wajibu kwa kila mzazi na kila mlezi ahakikishe anamlea mwanae na mtoto wake katika maadili yaliyokuwa mazuri, katika malezi ya akhlaqi zilizokuwa nzuri, huku akiwa anamhifadhisha Qur'ani. Lengo na makusudio ni nini? Ili Qur'ani tukufu iweze kutuama, ili Qur'ani tukufu iweze kuingia mahala sahihi panapostahili, kama kuwafundisha watoto, kuadabisha watoto, kuwafundisha watoto tabia zilizokuwa njema na akhlaqi, kuwajenga katika akhlaqi zilizokuwa nzuri, kama vile mtoto kutambua haki ya mzazi wake, haki ya mzazi wake. Kuna watu wanajua kusoma Qur'ani vizuri, mahafidhi Qur'ani vizuri wa Qur'ani, lakini hata haki ya mzazi wake haitambui.